kukubaliana kimya kimya, tukaja tukatangaziana kwamba kuna jambo limefanyika wakati hakukuwa na makubaliano, au mkasikia tu kwamba jamani mkurugenzi wa Clouds karibu Mr. Ruge, naomba mpe nafasi kidogo hapa pite. Kwa tukaona ni muhimu kukutana kwa maana ya kama tunamaliza wote tukiwepo. Sasa kuna watu wengi walihoji kwamba kwa nini TEF umeitisha press conference? Umeitisha press conference kwa sababu ilikuwepo bani. Tungesema waandishi wa habari waende wakutane na mkuu wa mkoa huko, wangekutana naye kwa utaratibu gani? Lakini jambo la pili, tungesema tunatoa taarifa, tumekutana na mkuu wa mkoa, bwana tumemaliza ile jambo, kwa hiyo tuendelee kama kawaida. Ungekuwa na maswali huko mlikokutana, tumejuaje kuna nini? Lakini jambo la tatu, TEF tusingekuwepo, tungeonekana tumekimbia maswali. Waandishi wa habari tunajifahamu, TEF wakimbia maswali. Sasa tukaona ni vizuri tuwe na mkutano wa pamoja kati ya TEF, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na mkurugenzi wa Clouds Media Group Mr. Ruge Mtahaba. Kwa hiyo asubuhi ya leo tutakuwa na brief kidogo, alafu baadaye tutapata maswali. Kwa hiyo kwa nafasi hii karibishe pengine Ruge mnamfahamu, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mnamfahamu. Katikati pale ni Chief Makunga, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, na mwisho pale ni Bakari Machum, yeye ni mhariri mtendaji mkuu wa MCL lakini ni mjumbe wa bodi ya jukwaa la wahariri. Chief Makunga karibu, tuko tayari kusikia. Asante. Cha kusemea kivipi? Hapo. Habarini za asubuhi ja. Sasa kama wiki tatu na nusu hivi zilizopita tulikuwa tuna jukwaa la wahariri, tulikuwa tuna mazungumzo na mkuu wa mkoa hasa kuhusu ile hatua ya jukwaa ya kuzuia coverage ya mkuu wa mkoa. Tulifanya hivyo kwa nia moja tu, kwamba ile adhabu ilikuwa, wazungu wanasema open ended, ilikuwa wazi tu, haikuwa na muda maalum. Kwa hiyo muda maalum wa ile adhabu maana yake ni kwamba ingekuwa hata baada ya siku mbili mazungumzo yangekuwepo, hata baada ya saa mazungumzo yangekuwepo, ile bani ingeweza kuondolewa. Sasa baada ya kukaa na kuzungumza, tukaona ni vizuri tukaitisha mkutano kama alivyosema katibu. Tukaitisha mkutano wa waandishi wa habari pamoja na wahariri ili kuelezea hatua ambayo tumeifikia baada ya mazungumzo na mkuu wa mkoa. Sasa hatua hiyo tutaitangaza baadaye, lakini ni vizuri tukamsikia kwanza mkuu wa mkoa akaeleza. Uandishi wa habari ni taaluma ambayo ni tofauti na taaluma zingine. Uandishi wa habari hata chuoni unafundishwa, ukikosea kesho yake unatakiwa apologize, ukiri kwamba hapa nimefanya kosa, kumradhi, mambo yanaendelea. Lakini kwa bahati mbaya taaluma zingine hazina hiyo. Wanafanya kazi zao, wakikosea wako humo, wengine kwa mfano madaktari wako kwenye vyumba, akikosea ni la kwake tu. Uandishi wa habari ni kazi ambayo unafanya wewe kwenye chumba chako, lakini kesho yake matokeo yake unayamwaga, watu wanayachambua, wanayafafanua wanavyotaka. Sasa ndio maana sisi tumejenga tabia kwamba ukikosea kesho yake, hata kesho kutwa yake, unasema sorry, pale nimekosea. Na hiyo ndio maana imetupa confidence waandishi wa habari katika kufanya kazi, kwamba ukikosea apologize. Sasa kwenye hilo swala tulikuwa tunamhusisha ambalo la bani ile ilimhusisha mkuu wa mkoa na Clouds Media.
Ndio maana tukaona ni muhimu na mkurugenzi wa Clouds akawa hapa ili ajue, aone, ashuhudie kitu ambacho mkuu wa mkoa atakuwa anakizungumza kwa ajili ya kuendeleza taaluma yetu ya uandishi wa habari. Uandishi wa habari, ndugu waandishi wa habari, mimi nawaomba tu kwamba katika maisha ya kufanya kazi hakuna kazi ngumu ya uandishi wa habari kama vile uambiwe yule pale uandike na yule usiandike. Nafikiri hiyo mnajua. Kazi ya uandishi wa habari, unaandika habari kwa mtu yoyote yule. Lakini inapotokea kwamba yule usiandike, yule uandike, inakwaza sana uandishi wa habari. Kwa hiyo tunaenda kwenye kufungua hatua kama hiyo. Kwa hiyo kwa hayo machache, naomba nimkaribishe mkuu wa mkoa ili azungumze. Halafu baadaye tutafuata maswali, tutajibu. Karibu mkuu wa mkoa. Amin hapa. Nachukua nafasi ya mwenyekiti. Mchaga anajua wapi? Yes, hiyo ndio. Kuna kamba hiyo. Kuna mageni. Mheshimiwa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri, katibu, umemtambulisha? Umemtambulisha kama mjumbe wa bodi. Ndio na vyo vingi. Mjumbe wetu wa bodi na mkurugenzi wa vipindi vya Clouds TV pamoja na radio. Ndugu waandishi wa habari na wahariri wote ambao leo wamepata nafasi ya kuhudhuria. Kwanza nimshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupa tena. Kila nafasi tunayopata ina makusudi yake. Na kwa imani zetu tofauti naamini kila jambo lina wakati na majira yake. Uko wakati wa kulia, uko wakati wa kucheka, kama ilivyo wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. La pili, nimshukuru sana mwenyekiti na timu nzima ya uongozi wa jukwaa la wahariri. Bahati nzuri tunafahamiana kwa muda mrefu. Ni marafiki wa muda mrefu. Kwa hatua walizozichukua za kufanya mazungumzo kama ambavyo mwenyekiti ameeleza na katibu, ambao tulikuwa tunawasiliana kwa takriban nafikiri wiki 2 au 3. Na mara mwisho mazungumzo yetu tuliyahitimisha siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita, pale ambapo mwenyekiti wa jukwaa la wahariri akiambatana na makamu mwenyekiti usiyemuona walipofika ofisini kwangu, tulipata wasaa wa kutosha. Na kwa sababu ni mzee wangu, nafikiri mwenyewe shahidi aliona nafasi aliyoipata. Tulikaa tukaongea mengi, tulijifunza kwa pande zote mbili. Upande wangu nilipata kujifunza zidi ya kazi na wahariri walivyokuwa naeleza, na wao pia walipata nafasi ya kujifunza juu ya nafasi nilionayo na mamlaka yangu katika uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Na mwisho tukafika makubaliano ya kuona umuhimu wa kukaa pamoja kama familia ya Watanzania, wadau wa maendeleo katika sekta zote mbili, maana upande wa serikali na upande wa waandishi wa habari, na kiungo muhimu kati ya serikali na wananchi, maana daraja ambalo ni chombo na wamiliki wa vyombo vya habari. Na makubaliano yetu, nakumbuka tulikuwa tunapanga kufanya tukio hili Jumamosi. Jumamosi mimi nikaomba uzuru kwa mwenyekiti kwa sababu niliona ni muhimu niende Tanga kwa sababu mbili. Moja ni kuhudhuria historia ya uwekaji wa bomba la mafuta, lakini na pili ilikuwa ni kuomba kampeni ya ujenzi wa ofisi za walimu wa mkoa wa Dar es Salaam takriban 402. Baadaye tukakubaliana tufanye Jumanne. Jumanne napo tukapata changamoto, kumbe 8 na sisi kikanda tunatakiwa kuwa Morogoro. Kwa hatimaye tukakubaliana kufanya leo kwa mashauriano ya mwenyekiti na timu nzima aliyokuwa anaiongoza. Kwa
niwashukuru. Mipango yote ambayo tulisema, ninaona ni busara sana mwenyekiti wewe ndio kitamka. Mimi kwa upande wangu hakuna asiyejua upendo nilionao kwa waandishi wa habari. Hata Meno ukimuuliza hapa atakwambia. Kila mmoja anajua. Kikubwa ni tafasiri. Na kila mmoja anavyoweza kupokea taarifa ya jambo fulani na kulichukulia hatua. Kile mimi kama mkuu wenu wa mkoa, nafasi yenu haijawahi kubadilika kwangu. Samani ya ninajua kazi kubwa mnayoifanya si tu kama sehemu ya serikali, lakini sehemu pia ya mwananchi mwenye haki na wajibu wa kupata taarifa dhidi ya serikali na jamii anayoishi nayo na hatua mbalimbali zinazochukuliwa hususan za kimaendeleo. Na wakaribisha tena kama ambavyo mwenyekiti tumekuwa pamoja na wengine wote. Kabla hata mwenyekiti kuna baadhi ya wengine walikuwa kuja tunabadilishana mawazo, tunaelekezana tufanye nini kifanyike. Lakini bado mfahamu ya kwamba nafasi yenu waandishi wa habari na vyombo vya habari haijawahi kubadilika. Bahati nzuri tunafahamiana kwa muda mrefu sana. Kila mmoja anamfahamu mwenzake, ana misimamo ipi, anaamini nini. Na mimi wala sijawahi kuyumba kwenye kile ninachokia. Lakini ninaruhusu nafasi nyingine pia kama kuna swali, kama ambao mwenyekiti amesema. Ruhusu nini? Kwa sababu nimeacha kipengele kile ni cha mwenyekiti. Mwenyekiti alikuja kwangu, tumekaa tukakubaliana, na alikuja na methodology nyingi. Ameshafanya utafiti na ndugu yangu makamu mwenyekiti, wakaja na mtazamo, tukifanya hivi na kuwa hivi, tukifanya hivi na kuwa hivi, tukifanya, mwisho tukafika approach ya kwamba hebu tufanye hili ambalo litakuwa na afya kwa pande zote mbili. Kwa kama kuna swali labda nje ya kile ambacho mwenyekiti bado hajakitamka, ninaweza kuulizwa kinachonihusu mimi personal. Tamka nini tulikubaliana, kwa sababu pale alikuwa yeye ndio mwenyekiti wa kikao, japokuwa alikuwa yuko ofisini kwangu. Asanteni na karibisha maswali. Kwa nini sitoe tamko mwenyekiti, baada ya hapo maswali yanaweza kuambatana kwa mwenyekiti na swali? Yes. Ndio, naomba. Kama kawaida mwenyekiti. Tubadilishana kitu. Kama alivyosema mkuu wa mkoa, tumekubaliana kusema yale yalotokea yametokea, na yeye kama binadamu kama alivyosema yametokea kama ilivyotokea, na kwamba tunataka sasa mahusiano yetu ya jukwaa ya waandishi wa habari na yeye yabadilike. Alichokuwa anasema ni kwamba, kama mmemsikia vizuri, anasema kwamba yeye mtazamo wake kwa waandishi wa habari ni ule ule. Samahani ya waandishi wa habari yeye anaipokea ile ile. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lile tukio limetokea, yes, amekiri kwamba lile limetokea na kweli lilitokea kama lilivyotokea, lakini dhana ambayo ilikuwepo wakati inatokea haikuwa ile. Lakini kwa sababu yeye hataki kurudi na kuchimbua makaburi, alichoomba yale yaliyopita yamepita, sasa tugange yaliyopo na yanayoendelea huko mbele ya safari. Kwa hiyo kwenye kile kikao tulikubaliana kwamba yeye aje hapa ili tuseme hivyo, kwamba yeye ameyaona yale yaliyotokea yametokea, anaomba lisirudiwe tena katika utendaji wake wa kazi, na mahusiano yetu kati yake na waandishi wa habari yaende vizuri kuanzia sasa na kuendelea. Haya. Mmemsikia mwenyekiti na mkuu wa mkoa, maswali. Na Salome, nimekuona Salome.
Salome. Asante. Naitwa Salome Somali, mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Lakini pia napatia dunia wa misafara. Toa sauti yako vizuri. Kwa microphone inapotea. Kama swali kadhaa. Kwanza amesema mtazamo wake utakuwa ule ule dhidi ya waandishi wa habari. Na kabla ya tukio la Clouds, mtazamo wake ulikuwa ni kama manyanyaso kwa waandishi wa habari. Na hata baada ya kifungo paliendelea manyanyaso kwa waandishi wa habari kwa baadhi ya vyombo ambavyo viliendelea kwenda kwenye kazi zake. Yeye mwenyewe aliweza kuwapoint waandishi na kama kuwanyanyasa. Anatoa idhini sisi kama waandishi wa habari wenyewe. Lakini pia katibu labda angekuwa anaenda specific. Ndio kusema alikuwa na manyanyaso kabla ya waandishi wa habari. You go with example. Unaweza alafu kaenda kwa sababu bahati nzuri unanifahamu, huwa sipendi ile mafumbo. Haya. Kwa mfano, kuna waandishi wa habari walikuja kwenye press conference yako. Mmoja akawa mpiga picha akawa anaongea na simu. Na wakati huo alikuwa anamwelekeza mwenzake aweke abadilishe betri kwenye kamera. Ulimhara sio mwandishi. Na alilalamika. Na sisi kama bisa pia tumeshafikia malalamiko. Lakini pia kuna mwandishi wa Star TV alikuja kwenye mkutano wako wakati bani yuko. Ulimpoint ukamwambia naona leo kuna watu wamekuja kwa kulazimishwa. Mwandishi wa habari yuko eneo la tukio kusikiliza. Unapoanza kujidai na yeye ndo anapeleka habari kule, hata kama kuna mwariri ndio gatekeeper, huyu mwandishi na yeye ndio anayeandaa hicho unachosema. Hiyo ndio kwa nikapenda kujua unatoa hivi. Mbele ya nani. Lakini pia nina jingine la pili. Kumekuwa na tatizo la ubaguzi dhidi yako kwa baadhi ya vyombo vya habari. Naweza kujitaja kwa uchache. Ubaguzi dhidi ya ITV, ubaguzi dhidi ya Nipashe, na wakati mwingine umezungumza wazi dhidi ya hivi vyombo. Je, unatoa nini? Tuwe na imani gani sisi ambao ni waandishi kutoka kwenye hivi vyombo? La lingine ambalo mimi nalipeleka kwa TEF. Wakati mmetuita kwenye press conference kule Fair, nilikuwa hapo mbele kuna safu ya baadhi ya watu ambao waliwakilisha wingi wa waandishi wa habari. Kwa mfano, kulikuwa na UTPC ambao inabeba klabu za waandishi wa habari nchi nzima. Lakini pia kulikuwa ukiwa tunaingia filmu na tunakutana na wewe kwa wakati wa matukio. Mnatuambia nini sasa? Na la mwisho kabisa, chimbuko la haya yote ilikuwa chimbuko la hilo tukio la Clouds ilikuwa ni utata wa swala la mheshimiwa mkuu kuhusiana na swala la jeti na elimu kwa ujumla. Hilo kwa kutumia wasababu ambao umekuwa pia unalizungumziaje na unalisaidia? Mimi katibu naomba niseme ya kwangu alafu mengine ataendelea. Au unasemaje katibu? Naam, tunaweza tukaenda. Mwenyekiti labda kwa jibu tu. Akae tena katikati. Sasa kama ngoja tukae hapo. Tuanze tu, watamaliza tu. Sio na haraka. Sio sina kalamu na karatasi na mimi sio kompyuta kichwa changu. La kwanza, tusichanganye vitu. Moja, tuna TEF ambao ni jukwaa la wahariri, na tuna vyombo binafsi ambavyo ni sehemu ya TEF. Mimi ningefurahi kama tungedili na maswali ya TEF, alafu kwa nafasi sasa nyingine mkaniambia, ambao mimi nimekaa tu hapa nikaifikiria, na mimi ningependa siku moja nihojiwe na wahariri juu ya kazi zangu na utendaji wangu. Mwandishi aliyemaliza kuongea na kuuliza maswali yake yote matatu ya kwangu ametoka ITV. Mimi na mahusiano na nawafahamu ITV kwa muda mrefu.
Najua hata tofauti ya mimi na ITV ilitoka kabla ya uchaguzi. Na ndio kabla sijawa mkuu wa wilaya, ITV shapiga bani ya kurusha taarifa zangu. Na evidence ninazo. Nazo mpaka klipu za baadhi ya watu akisema unaweza kumweka Makonda, ukileta story yake hata jiwe tutalirusha badala ya kurusha Makonda. Na wananchi wote wanajua ya kwamba mkuu wa mkoa nikiwa mkuu wa wilaya sijawahi kuonekana. Na nikionyeshwa hizo wamekata mkono ambao ni unprofessional. Na hata kama wakionyesha basi ni jambo ambalo ni baya. Sasa huko sitaki kwenda. Na ndio maana nilisema mimi ni mwazi na hata statement yangu niliyotoa siku ile tumekutana kwenye tukio na makamu wa rais nilisema uandishi wa habari ni kuchukua yote. Tuonyeshe changamoto zilizopo, onyesha na jitihada za upande wa pili. Na wala sikumung'unya maneno nikasema ITV kila siku mnaonyesha vitanda hakuna. Watu hawana pa kulala, wamesongamana, kitanda kimoja watu 3 4. Lakini serikali ya mkoa wa Dar es Salaam mpaka sasa hivi tunajenga hospitali na wodi zaidi ya vitanda 610 lakini hamjawahi kuonyesha. That's all. Clear iko wazi tu kila mtu anajua. Kwa sasa mimi ningefurahi kama tungebaki kwenye hii agenda yetu ya leo. Nafikiri moja ya jambo ambalo tuliongea siku ile. Hata siku ile katika maongezi yetu la lugha ilikuja ya kwamba nao ni approach ya wepo asiwepo. Sasa tusiingilie mahusiano binafsi tukayafanya kuwa ni mahusiano ya taasisi. Na hata hapa TEF inaweza kusema, lakini kuna baadhi ya watu wanaweza kusema utaratibu wetu ni hivi. Sasa hauwezi kuwalazimisha watabaki nao waona sheria yao. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye hilo ni vyema tukajikita kwenye ile la kwetu. Lakini tukianza kwenda kwenye moja hapa, kuna wengine mtakimbia hata maswali mnayoyauliza. La pili, umeuliza habari ya mwandishi anaongea na simu wakati wewe mwenyewe umeseti microphone. Nafikiri ni kero pia hata kwa waandishi wengine. Huwezi kuwa sasa hivi hapa tulivyo seti microphone tunaongea, alafu mwingine naye anahangaika tu na kupiga simu na watu hata hao waandishi wengine mnawakera. Kwa pia ni haki ya kila mmoja included mimi kumwambia unatukela. Kwa sababu huwezi kuwa wenzako wameseti microphone, wametega vifaa vyao, wanachukua engo zao na wewe pale pale unaanza kupiga simu kuongea na mtu mwingine. Ustaarabu huwa ni kutoka kama ambavyo wengine sasa hivi wakitaka kuongea. Sidhani kama ilikuwa ni swali mpaka likaingia kwenye kikao cha TEF. Mimi naomba niulizwe wale maswali ambayo kimsingi. Na ukienda mbali zaidi utaona hata ambavyo mwandishi na dada yangu kiongozi amesema anavyochanganya tu mambo. Kasema sababu ya mimi kufungiwa ni habari ya tofauti kabisa na ajenda yenyewe. Hata Meena mwenyewe nafikiri anaanza kushangaa kwamba hivi kweli ulitoa tamko lile kwa sababu. Asanteni. Mimi naomba niulizwe maswali ambayo yananihusu. Swali la UTPC, tuna mawasiliano ya UTPC na Dar City Press Club, tuko online nao wala hakuna matatizo. Tulikuwa na makamu wa rais Jenny Mianja alitakiwa kuwepo hapa, amepata msiba, amekwenda Morogoro asubuhi ya leo. Lakini tunao mawasiliano ya Dar City Press Club na Union of Tanzania Press Club. Hilo hatuna shida nao. Kuna mtu alikuwa ameisha mkono tangu mwanzo pale nyuma amevaa miwani. Kule alafu nitakuja kwa huyu dada hapa, alafu nitakwenda kule mwisho. Naanza kwanza huyo hapo katikati. Mwanamume amekaa hapo katikati. Naam. Asante. Aliyosema mzee Mafunga rasi mwenyewe. Wengine mwenyekiti hilo. Nafikiri kwangu. Mimi niseme hivi. Bahati nzuri wote waliokaa hapa kushoto kwangu na kulia tulikuwa wote. Na mimi popote pale ninapokuepo naamini malaika wa Mungu hapo. Kwa wametunza kumbukumbu. Tulikubaliana baada ya viongozi wangu hawa kupata nafasi ya kukaa na mimi na kusikiliza kile ambacho kilitoka kwenye upande wangu. Walichokisikia cha mara kwanza kilikuwa kinatoka upande mmoja wa Clouds. Lakini hawakupata nafasi ya kusikiliza kutoka kwa mkuu wao wa mkoa. Na hiyo ilikuwa ni sababu yao ya msingi ya kuendelea kupata nafasi ya kusikiliza. Na baadhi wakauliza maswali.
hili likuaje, hii ikawaje. Na ndio maana tulichukua, sidhani kama yalipungua masaa 3, ilikuwa ni zaidi. Mwishoni, kwa picha walivyoielewa viongozi wetu wa jukwaa la uhariri, wakasema hakuna haja ya kuendelea kuwa na huu mgogoro. Tunauachaje huu mgogoro? Tunatokaje kwenye huu mgogoro? Zikaja proposal 2. Ya kwanza ni kwamba sisi kama TEF hatuna ugomvi na wala hatuna sababu ya kubaki na kifungo kisichokuwa na muda. Sababu kama ni adhabu imeshatolewa na waandishi wameshatekeleza yale ambayo tulishakwisha kuyaelekeza, lakini ni wajibu wetu pia kuwapa habari wananchi. Tukae pamoja, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Uko tayari? Niliwajibu mwenyekiti na makamu mwenyekiti, mimi niko tayari siku zote, kwa sababu naelewa na watu wote wanajua mahusiano niliokuwa nayo mimi na Klaus, na hakuna mtu asiyejua upendo niliokuwa nao na watu wa Klaus. Hatuwezi kuchukua huo ukawaingiza watu wengine ambao hawahusiki. Kama ni tofauti ni za kwetu sisi, lakini haziwahusu waandishi wote katika nchi yetu. La pili, mwenyekiti akasema tukimuita na Ruge akawepo pale, tukakaa naye, kuna tatizo? Nilimjibu mwenyekiti nikasema Ruge muache, wala sihitaji kumuona. Nilisema hivyo. Yeah. Muache wala sihitaji kumuona. Akaniambia kwa hiyo sasa tufanye ile la kwetu. Nikamwambia sawa. Sasa juzi tumeenda Tanga kule, nikawa nimepigwa nyundo kubwa zaidi. I was taken by surprise. So mimi shida yangu ni ukweli. Huwa nasema tu kilichoko moyoni mwangu. Baada ya kuitwa pale na bwana mkubwa nikasema hapa basi. Nafikiri kutafuta mwenyekiti sikukupata, nikasema mzee, huku nimeisha. Mwenye mamlaka ameshaniambia na ukisikiliza hata mimi nilivyoitwa, nafikiri mimi naweza kacheki pale. Makonda njoo hapa. Basi, nikasema sasa kama mpaka mwenye nchi amesema tupendane, na sisi makubaliano yetu tuendelee kufanya kazi. Yale mambo ya kitafasiri, yale mambo ya kitofauti zile ambazo, sababu ni marafiki, mimi na Ruge ni marafiki wa muda mrefu, yale ambayo tumetofautiana sisi na sisi tuyashughulikie kwa lengo yetu, lakini tusiingize taasisi yote kuwaumiza hata wananchi ambao hawana hatia, hawana kosa kwa sababu ya mahusiano yangu mimi na Ruge. Hiyo ndio ilikuwa picha ambayo tulikubaliana na mwenyekiti na makamu mwenyekiti ofisini kwangu. Kuna dada pale hapa sauti kumuita alimuita ngoja nijibu. Kikao, mazungumzo haya tulianzisha sisi jukwaa la wahariri, na kuanzisha kwake kumekuja baada ya kuona kwamba ile taarifa yetu ya kutoa ban kwa mkuu wa mkoa ilikuwa ni wazi. Sasa uwazi unaelekea mpaka lini? Na uwazi huo utaisha lini? Tulitoa kwenye ile tamko kwamba mpaka pale mkuu wa mkoa atakapo apologize. Sorry. Umezidi sana. Mpaka baadhi hata ya waandishi, baadhi ya wahariri wakawa wanauliza sasa inakuwaje wanatupigia simu. Mwishoni sisi tukapata wazo kwamba hebu ngoja tumtafute mkuu wa mkoa. Tukamtafuta. Kumtafuta, kumweleza siku ya kwanza tu, yeye mwenzetu naye alikuwa anafikiria hayo.
Akasema basi tuonane. Siku ya kwanza tunakutana naye, tunamweleza kuhusu hilo wazo. Tulikuwa kwenye msiba wa mke wake Dr. Mwakyembe. Tulikutana pale, mimi tukakutana kwenye mazishi, kwenye msiba ule, tukaongea kidogo briefly, mwishoni tuka propose kwamba kwa nini tusikutane kuhusu hilo swala. Kwa hiyo mtu alioinitiate maongezi haya, mazungumzo haya na mkuu wa mkoa ni sisi TEF. Hapa Abdi Chembea. Mimi swali langu lilikuwa nikiuliza TEF pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba hapa tufahamu kwamba nani ni kosa kati ya TEF ama mkuu wa mkoa, na kama mkuu wa mkoa anakiri kosa, akiri kwa vyombo vya habari, na sisi tujue taarifa ikoje sisi kuna hapa na yeye. Chief, naye anakiri kosa kwamba lilitokea ambalo lilisababisha mkuu wa mkoa kufungiwa, na kwa sababu kama nimemwelewa anaona kama hii haijaeleweka mwenyekiti. Sasa wote walikuwa na swali hilo, mbona muulize? Sasa TEF wakili kosa gani la kumfungia mkuu wa mkoa? TEF ilitoa taarifa baada ya kujadiliana, tukatoa taarifa kutokana na lile tukio la Clouds. Hoja tulisema, tulikuwa wazi kwenye haya mazungumzo kwamba vyombo vya habari especially TV na radio ni vyombo ambavyo ni sensitive sana kwa usalama wa nchi. Kwa hiyo mtu kuingia kwenye kituo na askari inaweza ikasababisha usalama wa nchi kuvurugika, kwa sababu tulitoa mfano sisi katika mazungumzo kwamba Burundi kulikuwa na kikundi cha watu kikaenda kwenye TV, was it TV ama radio? TV, radio. Walipoenda pale wakatangaza kwamba kuanzia time ile yule aliyokuwa anatangaza ndo mkuu wa nchi. Ukatokea vurugu kidogo. Kwa TEF, kwa kujua umuhimu wa usalama wa nchi, tukaona kile kitendo kilichofanyika kinaweza kikatusababishia matatizo, ili wengine wasiweze kupata nafasi ya kwenda kufanya kitendo kama kile. Tukaamua kwamba tutoe ile statement ya kumban. Kwa hiyo tukamban open ended. Angekuja pengine tungepata mawazo sisi baada ya ile band kwenda kumuona, ama yeye angekuja tukaizungumza, pengine ingeisha mapema, lakini message tulishaituma kwa jamii kwamba kitendo cha mtu kuingia kwenye TV au radio ni cha hatari sana kwa usalama wa nchi. Kwa hiyo ndio base ya TEF kuangalia namna gani ya kutatua hilo tatizo. Kama message imefika tangu mwezi gani mwezi wa 3? Naam. Message imeshafika. Kwa hiyo hata yeye alipata hiyo message. Kwa hiyo tukasema ngoja tukamuone, tuangalie kinachofuata nini. Baada ya hayo mazungumzo tukakubaliana kwamba kweli hiyo hali sio nzuri. Kwa hiyo tusirudiwe tena katika mbele ya safari. Chief, makamu mwenyekiti alikuwa anataka ananyongeza. Kwanza ni washukuru wanahabari kwamba kwa muda karibu wa miezi 4 kasoro hivi Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa haonekani kwenye vyombo vya habari. Na kama alivyosema mwenyekiti wetu, haya mazungumzo haikuwa kazi rahisi sana. Maana watu wanaweza nimepata fursa ya kuzungumza na Ruge, nimepata fursa ya kuzungumza na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimepata fursa ya kuzungumza na hao waliokwenda mafichoni, nimepata fursa ya kuzungumza na wanahabari walioko newsroom pale Clouds, na nikasikiliza pande zote. Ndio, kuna kitu ambacho watu wanakitafuta hapa, kwamba mtu aseme samahani. Sasa samahani ile anaomba vyombo vya habari
au anaomba Ruge au anamuomba nani, hilo tutamwachia yeye, lakini tulielezwa mazingira. Na katika mazungumzo yale, huyu mkuu wa mkoa alikuwa na ulinzi ambao anao mpaka sasa hivi. Akiingia sehemu yoyote, kuna sehemu ambapo kosa unaweza ukaona lilipotokea. Akiingia sehemu yoyote, na hasa kipindi kile ambacho alikuwa kwenye mchakato wa kupambana na dawa za kulevya na hali ni tete, akawaacha nje walinzi, kikatokea cha kutokea, wangeweza kusema kapewa hela, kwa sababu sijui kama ni sahihi kusema, lakini walinzi wanamlinda, lakini pia wanaangalia mwenendo wake. Kwa hiyo kama hujalichuja sana, hata sisi mwanzoni kabla hajapata fursa ya kuzungumza naye tulikuwa tukijiuliza ilikuwaje, lakini tulivyokaa naye zaidi ya saa 3, sio tu kwamba wanamlinda, lakini wanaangalia na yeye mwenendo wake, ni msafi kweli anavyopambana na hao wauza dawa za kulevya. Akiingia sehemu anafanya mazungumzo yapi? Ni katika misingi hiyo. Ukiangalia ile clip wakati anaingia newsroom crowds, kuna walinzi walikuwa wamebaki nje. Nadhani kwa kulikumbuka hilo, akanda ni nani kashinda na ni nani kashindwa. Tumesikiliza pande zote. Hapa katikati kuna ujumbe uliokuwa umekatika, na kwa kuendelea, wakati tumeshaujua ukweli, tukaendelea na msimamo kwamba hatutaki afunguliwe. Wakati tulishaujua ukweli ulikuwaje, unaweza ukakuta hatutendi haki, si kwake tu, bali hata kwa Clouds. Inawezekana hata Clouds hawakuupata ujumbe sahihi kwamba ilitokeaje. Lakini pia ipo notion ambayo sasa tukirudi kwenye kwa nini aliingia, kwa sababu ukiangalia kipindi kilikuwa kinaanza saa 3, na najua wengi ambayo ukitoa hukumu ya jumla unaweza ukaishia kutenda kosa la kumuonea mtu au kumpendelea mtu pasipo kutenda haki. Kwa hiyo sisi tulikuja hapa tukasema tuzungumze na wanahabari, tuwaeleze kwamba tumesikia pande zote, tumejua walimaanisha nini, tatizo lilianzia wapi, na uhusiano huu kati ya Clouds as a media house na vyombo vya habari vingine tuurejeshe mara moja. Lakini uhusiano kati ya Ruge na Mheshimiwa Makonda, maana naomba niseme, utaniruhusu, tulivyomwambia awepo Ruge akasema nahitaji maombi ya Mungu. Sasa bahati nzuri Mheshimiwa Rais akatusaidia, maana hiki kikao sisi tulikifanya Alhamisi, Jumamosi Mheshimiwa Rais akawakutanisha. Kwa hiyo tukadhani maombi ya Mungu ndio hayo yameshamfikia. Na ninaamini hata hapa walipofika sidhani kama ni maadui. Sidhani kama ni maadui. Maana hata pale baada ya pale nimezungumza na Ruge, na kulikuwepo na mchakato mwingine wa upande wa Ruge uliokuwa unaendelea ukitumiwa na baadhi ukishikiliwa na baadhi ya watu walioko serikalini. Kwa hiyo hili swala kama nilivyosema, sasa hili la kusema samahani haliko ndani ya uwezo wangu, na sijui ni kwa Clouds au ni kwa media institutions. Nadhani mchango wangu ni huu, lakini niombe sana, hatupo hapa kwa ajili ya kufanya ushindani, kuonesha ni nani kashinda, ni nani na walivyotupamba. Na nadhani kwa sababu sisi hatukuingia na ulinzi ofisini kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, anaweza kadhani tumekomunishwa. Maana tumeitwa ambayo mwanangu amekuja anaingia chuo kikuu mwaka huu, akanambia baba, na wewe kumbe unaambiwa yale maneno ya uzinduzi Jangwani. Kwa hiyo katika hali hiyo najua wapo ambao wanaona kwa nini tuendelee kushikilia. Kwenye kundi tumebishana na baadhi ya watu, wengine wakasema tukaulize maswali magumu. Sasa nikasema hatuendi kwenye trial court pale, tunakwenda kwa ajili ya kujenga mshikamano, kwa ajili ya kujenga umoja. Ni bahati mbaya tu kwamba nimekuja nikaenda Lamada, mimi nikatuna pale nikijua ni hapo unapofanyika mkutano. Baadaye naona kwenye kundi Meena anasema Balila amepotea. Na mimi kwa kutafuta hapo. Kidogo. Pengine tuweke sawa. Mwenyekiti alisema kuna kosa lilitokea. Na kosa likitokea waandishi wanauliza hapa kuna kosa lilitendeka. Mimi ni mwandishi wa habari, kwa hiyo naomba niwe mediator katikati. Kosa lilitendeka likasababisha mkuu wa mkoa akafungiwa. Tumekuja hapa kumaliza kwa staili ipi? Kwa sababu tulisema condition mkuu wa mkoa kuomba radhi. Sasa hawajasikia mkuu wa mkoa akiomba msamaha, ndio maana maswali yote hapa. Kwa hiyo tutaendelea na mikono hapa mpaka saa 7 kwa sababu hawajasikia kauli ya mkuu wa mkoa kwamba kulitokea kosa limesababisha. Kwa vyovyote lilivyotokea ni kwamba lilisababisha kusigana, ndio maana tuko hapa. Sasa jamani, mimi naomba kwa yaliyotokea tusameane, tuendelee na safari mpya. Hilo ndio ambalo pengine waandishi wanalisubiri kutoka kwa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo
Asubirini kwanza basi. Mimi ndio moderator. Kwa hiyo pengine hilo likifanyika tunaweza tukawa tuna maswali mengine, lakini tutaendelea kuzunguka hapa hapa kama hili jambo lisipofanyika. Mimi ninavyoona mudi ya watu wanahitaji hilo. Katibu, Sikilizeni basi. Sitaongea mmoja baada ya mwingine. Katibu, ndugu waandishi wa habari na wahariri na jukwaa langu la habari, kila ambacho katibu amekisema meena hakitakaa kitokee kwenye kinywa changu. Sitaomba lazi. Narudia tena kwa capital letter. Vizuri, makamu mwenyekiti, hukumu imetoka ya upande mmoja, hawakupata nafasi ya kusikiliza upande wa pili, na kwa sababu hiyo waliachia fursa za kuomba lazi au kupata information za kutosha ili waweze kujua dira ilikuwa ni nini. Na hapa makamu mwenyekiti amesema vizuri tu kwamba popote pale kama ambavyo wangekuja ofisini kwangu wakiwa na walinzi, leo hii wale askari wangekuwa sehemu ya washahidi wao ya kwamba hakuna kilichofanyika kama ambavyo inatamkwa na kuandikwa kwenye baadhi ya mitandao. Kwangu mimi askari nilionao wana kazi mbili. Ya kwanza, kuchunguza mwenendo wangu kama nafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na kanuni. La pili, kulinda usalama wako. Hata hapa tulipo wapo. Hata akiingia mtu ofisini, mwenyekiti na makamu ni shahidi, wapo. Hata kama ukija na jambo private, kwa sababu mimi ni sehemu ya serikali, hakuna private ya kwangu mimi binafsi. Tafasiri iliyotoka ya kwamba nimevamiwa, na ukienda kutafuta definition ya uvamizi, na ndio maana hata kipindi kile aliyekuwa kamanda wa kanda maalum ilibidi atoe rai ya kwamba tunaomba hiyo kesi tufikie polisi. Hasa kwa mambo mengi ambayo ukiangalia linabaki la mimi sasa kukaa na ndugu yangu Ruge kuyaona ya kwetu ya ndani yaliofika kwenu. Tefu haina kosa lolote lile kwa hatua iliyochukua. Haina kosa lolote lile. Na makamu mwenyekiti alieleza vizuri sana ule mfano wa ile nchi jirani, ya kwamba watu walivyoingia kwenye kile kituo wakiwa na silaha na kila kitu, lakini akapata nafasi ya kujua tofauti ya wale watu na tofauti ya mkuu wenu wa mkoa, ambaye kila kunapokucha, hata dakika hii ninafahamu wangapi wamekuja, tumeamkaje kwenye mkoa, jambo ambalo si kila mmoja ana access nalo. Ni wajibu wangu kujua usalama wa mji wangu, na askari kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ndio wenye jukumu hilo. Hawawezi wakawa askari wale wanaowalindeni ndio wanaowavamia. Hilo ni jambo jingine. Na ndio maana nikasema sisi hapa, mimi na Tefu, hatakuwa na sababu yoyote ile ya kuvutana. Sana hatakuwa na sababu, na picha yako lite za pande zote mbili. Tuachane na hii habari. Kama ni adhabu, sisi kama Tefu tumeshaitoa na imekaa kwa muda wa kutosha. Sasa kwa nini tuendelee kubaki na adhabu hii wakati kumbe hii picha nyingine tunayo? Na hapo naweza kunyanyuka swali jingine. Hiyo picha ya upande wa pili, kwa nini hawakuipata kabla ya kutoa hukumu? Mazingira hayakuwa yanaruhusu. Ejiro fikirisho habari na wahariri, hatuna sababu ya kulumbana hapa na kuvutana. Tuna sababu ya kufanya kazi kwa manufaa ya Watanzania wote. Mwenyekiti mkurugenzi wa Klaus alikuwa naomba nafasi ya kuzungumza. Karibu. Mimi nafikiri kwanza kabisa, japo inawezekana nitakuwa naangalia upande tofauti na wengine wanaosema, lakini nitawalaumu Tefu kidogo, kwa
kwa sababu najiuliza. Kwa hiyo kama mliambiwa mimi nisije, nimekuja kufanya nini? Swala la kwanza. Kama mkuu hakutaka niwepo kwenye hichi kikao, sababu yangu ya kuwepo ni nini? Ya kwanza, nitaanza kwa kutoa mfano wa hili jambo lilivyotokea kutokana na kuanzia siku ya Jumamosi Jumamosi Tanga. Mheshimiwa Rais siku moja alizungumza kuhusu yeye kuwa dereva wa lori ambalo anaendesha na anaongoza na watu wamejaa nyuma na kuna kelele nyingi nyuma. Mimi nafikiri sisi wote hapa, TEF, mkuu wa mkoa na watu wote wengine, sisi ni wote tuko nyuma kwenye lori. Sisi ni abiria wote kwenye lori. Driver wetu Mheshimiwa Rais ndiye anaendesha kule mbele. Kauli ile ya kutuita na kutuambia bana yamalize, mimi naitazama kama dereva ambaye anaona kuna watu nyuma, inawezekana wanapiga kelele na usumbufu wao unawezekana ukasababisha yeye kupoteza njia. Hilo halina swali professionally katika kuamua kusema unajua nini? Professionally hili jambo halina mjadala, lazima liishe. Kwa kauli hiyo moja tu inatokana na driver anayetuongoza sisi. Sisi nyuma tunaoishi inawezekana kwa conductor ambaye mara nyingi ni mteule au ni mwajiriwa wa dereva, si ndio? Akagombana na abiria sisi tulioko huko nyuma. Hao ni ugomvi binafsi wa kwetu sisi. Ukifika mahali huo ugomvi kwao unasumbua na kufika kwa dereva, ndio wanasema jamani, hebu acheni vurugu huko nyuma, mimi nashindwa kufanya kazi yangu. Na mimi ndio nimeitazama katika hiyo hali kwamba haimati sana. Huku nyuma kiukweli hatuko sawa. Hatuko sawa kwa sababu kwanza TEF kama TEF haijawahi kutafuta nafasi ya kuzungumza na kusikiza upande wangu. Deo Balile kama makamu mwenyekiti alikuja kama mjumbe wa kamati na anajua upande kabisa story ilivyokuwa. Kwa hiyo ikisema kwamba kuna upande mmoja tu kama anavyosema mkuu wa mkoa wa hii hadithi ilivyokuwa, sio kweli. Sisi tunajua upande wa mtu kama makamu mwenyekiti yeye wa TEF, lakini alikuwa mjumbe wa kamati iliyoteuliwa, whether inatambulika au haitambuliki. Swala ni kwamba sisi ni abiria wa kawaida tunapokuja kuhojiwa na mtu ambaye kwa TEF haiwezi kusema kwamba ilipokuwa naongea na mkuu wa mkoa haikuwa imepata upande wa pili. Upande wa pili ulikuwepo. Mkuu wa mkoa anajua sio mara moja mara mbili, anasema ile jambo alikuripotiwa, limeripotiwa polisi Oysterbay. Kwa sisi hatuna mahali pengine pa kuendelea kutangaza, na kama nilivyosema mimi kwenye interview pale, mimi sina sababu ya kuendelea kulisema. Nafuata taratibu ni kuripoti polisi, taratibu ni kuripoti kwenye kamati iliyokuwepo, basi ndio shughuli yangu ilivyokuwa. Wanafanya kazi. Ndio maana hata juzi cha kwanza kilichotokea baada ya Mheshimiwa Rais kusema alichosema ni mimi kumpigia mwenyekiti wa TEF kwa sababu professionally nisionekane na kwenda tofauti, kwamba umesikia lile kimsingi ni agizo, lakini nisionekane naenda kinyume na TEF inavyokwenda. Hebu nipeni ushauri nifanye nini? Professionally tusimame kwenye upande huo ambao ulikuwa. So haimati sana. Narudia kusema haimati kabisa. Whether ataomba msamaha au hataomba msamaha, haimati. Swala ni kwamba professionally kama tunamsumbua dereva anaendesha, ni lazima sisi tutulie huko nyuma na kazi ziende. Hilo lazima tutalifanya tu. Lakini hatutaki kulifanya bila TEF kuwa mahali ambako lipokuwa na msimamo wa TEF ukasimama, na TEF kama TEF isiseme imelitazama na kugundua hakuna tatizo. Kuna kosa. Vinginevyo TEF kama organization itakuwa imefanya kosa kubwa sana kuandika statement ya kusema tumfungie kwa miezi mitatu. Kumbukeni sio clause iliyosema. Kumbuka clause haijawahi kutamka mahali pa kusema kwamba jamani naomba vyombo vingine viingie kwenye hili. Waliofanya ni TEF. Kwa hiyo walitumia misingi ipi ya wao kusema vile ghafla leo wafike mahali pa kupiga? Lazima warudi leo wafikirie wao katika msimamo walichokisema walizungumza kutokana na reference ya kitu gani. Kuna nini kinachoshindikana unapokutana na organization kubwa yenye heshima kama TEF ya kumuita mkuu wa mkoa kumuita na mimi tukazungumza sehemu? Kwani ilikuwa lazima tufanye press conference hapo? Swali la kwanza kubwa nilikuwa najiuliza, kwa nini tunaenda kwenye press conference hatujazungumza sisi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa nimekutana naye Tanga mara 3 mara 4 baada ya pale hatukuzungumza. Tulikuwa tuna nafasi ya kuzungumza. Kwa nini sikuzungumza naye na kuzungumza ya mambo? Kwa sababu nilisema nisiingilie watu wa TEF wamefanya nini na wamezungumza nini na wamefika wapi. Nisionekane mimi nafanya maamuzi yangu kivyangu. Lakini haina maana kutuli jambo limekaaje.
lakini lazima ukubali hata na professional tunaosimama nao mmekosea kwenye hili. Mmekosea kwa sababu hili jambo mmetakiwa kulizungumza na kulitatua nje. Tunapokuja hapa ni kutamka kwamba kutokana na yule dereva aliyetupa maagizo, kiongozi wetu ambaye anatuongoza sisi, professionally we need to help kufanya kazi za maendeleo za nchi hii. Personally, kwa sababu Makonda anasema mimi na yeye ni marafiki. Yes, ni marafiki, lakini pia Makonda ni mdogo wangu sana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kama mtu ambaye nifikiri mdogo wangu sana pia, hiyo ni personally ninje. It has nothing to do with a professional etiquette ya kulimanage hili jambo. Haya ni mambo mengine kabisa. Whether ataniomba radhi, whether asiniombe radhi, hayo yatabakia kwa ni mambo ya kwetu. Professionally tutafanya kazi, umeelewa? Haimati kabisa hayo mambo mengine ya kwetu ya binafsi. Lakini professionally tukisimama kama taasisi, kama media house, kama sisi mkusanyiko wa media houses na wahariri ambao ndio viongozi wa content katika media, ni lazima tuwe tunasimama vizuri ili next time panapotokea kitu kama hii kunakuwa na precedent ya maana ambayo watu wanaweza kuifuata kwamba hili lilitokea tukafanya hili, hili lilitokea likafanya hili. Hicho ndio ambacho tunazungumza. Kwa mimi nilikuwa naomba sana kwamba ili jambo la whether fulani is right au fulani sio right, sasa kama kinachotokea hapa ni kwamba tunatengua adhabu iliyokuwepo labda kwa sababu ya kamati ya rufaa au mazungumzo yaliyofanyika, hiyo liwe ni jambo lingine. Lakini I don't believe TEF kama chombo iliweka adhabu kwa sababu ilikosea. Naamini iliweka, lakini imefika muda wa adhabu kuitoa. Sasa whether kuna kuomba msamaha au kutoomba msamaha, it doesn't matter. Swala ni kwamba TEF imeamua kuondoa hii adhabu kwa sababu muda wake umepita. I think hiyo ndio nani yake ilivyokuwa. Asante Mr. Ruge. Naomba mwenyekiti sasa utoe mwongozo kwa maelezo ya mkuu wa mkoa na kwa maelezo ya Ruge. Mwenyekiti, pengine uko na makamu, utoe mwongozo ambao utasaidia. Mwenyekiti, kabla hajazungumza kidogo. Ruge yuko hapa. Tulizungumza na mkuu wa mkoa hiyo saa 3:30 siku ya Alhamisi. Tanga ilikuwa kama saa 6 kasoro hivi walipowakutanisha kwenye jukwaa siku ya Jumamosi. Nikazungumza na mkuu wa mkoa, nikarudi kwa Ruge awaambie kama sikumpigia simu tukazungumza. Akasema awepo kwenye huu mkutano baada ya kuwa wamekutanishwa na rais, akasema awepo. Na Ruge akane hapa kama sikumwambia kwamba amesema uwepo, tuzungumze. Na mazungumzo yetu haya si lazima mmalize tofauti zenu nyie Ruge kama Ruge, isipokuwa tunakwenda kumaliza kwanza tofauti za kitaasisi, alafu tofauti zenu nyie wawili kama zitaendelea kuwepo mtaendelea kuzisota out kidogo kidogo. Ruge yuko hapa, kama sikumwambia hivyo basi ni jambo jema. Au uongeze sauti ya kusikia. Uliniambia, na ndio maana nimeshangaa leo iliposemekana kwamba sasa ile kauli ya kwamba hakutakiwa kuwa hapa. Sasa ndio mnaona ndio tukio hili lilivyotokea mahojiano. Kauli ya kwamba sihitaji kumuona Mungu, nahitaji msaada wa Mungu. Nani kumuona Ruge, nahitaji msaada wa Mungu, ilikuwa ni ya Alhamisi. Na baada ya Alhamisi mkuu wa mkoa alibadilisha kauli, na ndio maana nikakupigia simu kwamba Jumatatu tukutane, na nikawa specific kwamba inawezekana tofauti zenu zikaendelea kuwepo, lakini tofauti za kitaasisi twende tukazimalize, na ukaridhia. Kidogo kama hawa wawili, kama hizi taasisi mbili zingepata fursa ya kukazi kazungumza, pengine tusingefika hapa. Mwenyekiti, na hapo kwa kuongezea mwenyekiti, ili ukimaliza umalize. Ruge, usichukue kauli ya Alhamisi ukataka kuikona ikutengenezee presidency ya kwamba Makonda alipinga hata baada ya rais kuagiza. Wala sisi wewe. Sikiliza. Kwa sababu umekaa hapa kusema kwa nini niko hapa? Kwa sababu mkuu wa mkoa alisema sitaki kuwepo. No. Ichukue hiyo kauli ambayo wewe mwenyewe moyoni mwako unajua. Ni kauli niliyoitoa mimi siku ya juma ngapi? Alhamisi. Tunakwamba mheshimiwa jambo kufikia hatua ya kufanya kile alichokifanya siku ya Jumamosi. Na hata kwenye maelezo yangu hapa nimestate very clear. Kwa hiyo kauli hiyo sikutegemea kwamba unaichukua ya Jumapili, kwa sababu kauli ya Alhamisi ni mrejeo wa majadiliano ya kwamba tulikuwa tunaendaje. Na kila pande tulikuwa tunatazama TEF ina hiki, mkuu wa mkoa ana hiki. Kwa hiyo nataka tu hilo liweke clear ya kwamba kauli hiyo nilitoa siku ya Alhamisi na purposely kwa sababu ya msimamo wangu. Na ndio maana nikamwambia makamu mwenyekiti, hapa nahitaji neema nani ya Mungu. Nahitaji maombi.
Na ndio maana makamu mwenyekiti anasema kwamba Mungu alijibu ya kwamba sasa kama sisi tulikuwa tunataka unahitaji maombi, basi Mungu amefanya kwenye hiyo siku ya Jumamosi. Maana yake sasa tunaendelea kwenda kule ambako Tefu na mimi tulikaa kujadili, na kile ambacho Mheshimiwa Rais alichokisema, maana yake hakuna asiyejua kwamba yale maelekezo. Kwa sababu ingekuwa ni maelekezo kama yale ya juzi, singesema tu bala naomba maombi. Lakini aishatoa order pale, na huwezi kuwa mnafiki mbele ya mkuu wako wa kazi, na hasa kwa mtu ambaye alikupa nafasi na anakuongoza. Labda kabla mwenyekiti hajahitimisha, tumalizie kitu kimoja. Msidhani kwamba hapa tunawadamp kwamba tumewaachia Ruge na mkuu wa mkoa watakwenda kila mtu kivyake. Kama tulivyoanzisha haya mazungumzo, tulimwambia mkuu wa mkoa kwamba twende stage 2. Hii ya kwanza tutakuwa tumeimaliza, mwenyekiti atatoa kauli, lakini hatutaishia hapa. Tutaendelea kuona hawa watu wanafika lini mpaka hizi tofauti wakazimaliza. Sio yani Sawa. Tunakuja. Mwenyekiti. Mimi baada ya maelezo ya Ruge, actually nilikuwa nangojea maelezo ya Ruge. Yametusaidia sana kwenye azma yetu ya kumaliza mgogoro. Kwa sababu center ya mgogoro huu iko clouds. Ndio maana kwenye maelezo yetu, kwenye mazungumzo yetu hata na mkuu wa mkoa, kwamba tunaweza tukayamaliza hayo mambo sisi na wewe. Sisi kama taasisi ya vyombo vya habari, na wewe kama mkuu wa mkoa. Lakini haitakuwa na maana kama Clouds au Ruge hata shirikishwa kwenye hayo mambo. Ndio maana akatupa lile jibu kwamba jamaa, hebu mniombee kwanza ili nipate hiyo. Kwa hiyo Ruge hapa amesema baada ya sisi kukaa Alhamisi, hii Jumamosi ikatokea ile iliyotokea, na sasa hivi tumefika hapa. Kwa hiyo hakuna haja, mwenye gari, mwenye dereva kule anasumbuliwa sana na makelele ya huko, na mkuu wa mkoa tuimalize. Ndio lengo la kikao hiki, tunakuja kuyamaliza tofauti kati ya tasnia na mkuu wa mkoa. Tofauti ya yeye na yule rais ameshaanza, hatuwezi kumwingilia, wataendelea wao kama wao. Asante Martin. Asante. Martin alafu Dilunga alafu tutakuja mbele. Tunakuja. Mimi naitwa Martin Kuranga, ni mwalimu kutoka Maini. Mwenyekiti, tumekuja hapa baada ya karibu nusu mwaka tunatekeleza zuio la Tefu habari wa mkuu wa mkoa. Tunamsikiliza Ruge, mwanafunzi wangu Forodhani amesema vizuri sana, lakini ukimsikiliza sawa sawa, lakini kwa kuwa yuko dereva anamsikiliza yeye, msikiliza vizuri, anamsikiliza yeye dereva, hajaridhika. Na mimi kwa masikitiko kwa mkoa nilikuwa nadhani baada ya kusikia sauti ya dereva na yeye angeishusha, lakini kamuja kusema hapa kwetu kwamba neno hilo la samaha haliwezi kutoka kwenye mdomo wake. Kwa sababu watu wote hapa tuliofika hapa tulikuwa hatutaki, tutakuwa tunafanya jambo jema sana kwa ajili ya nchi yetu. Hakuna anayeridhika, ni jambo ni gumu, ni jambo si zuri hata kidogo. Kwa hiyo sisi tulipokuja hapa, mimi mhariri nadhani na wahariri wengine na waandishi wa habari walikuwa wanatarajia kwamba, kwa sababu Ruge siku ya kwanza alipokuwa anasema sina ugomvi na mkuu wa mkoa, lakini jambo alilofanya sio sawa sawa, naomba kamati yetu iliyoundwa na waziri ilikuwa na msimamo huo, mkuu wa mkoa aombe radhi. Hakuna ugomvi, kwa sababu jinsi tunavyozungumza kama vile kuna ugomvi kati ya mkuu wa mkoa na Ruge wa binafsi, sio kati ya taaluma na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani kwa hadhara hii
mkuu wa mkoa aseme kwa kweli kulikuwa na kosa. Ruge amesema hapa. Nishajibu hilo. CTF mnaposema kwamba hapakuwa na kosa, kosa lilikuwepo. Shida gani ya kusema jamani yaliyopita sio ndio? Jange ya jana. Ile jambo halikuwa zuri. Kuna watu wamekwaza. Kilunga nilisema pia. Asante katibu. Mimi kuna mambo mawili na mimi naitwa Godfrey Dunga kwa niseme. La kwanza kwa taratibu za kutafuta suluhu ya matatizo migogoro, pande zinapokutana zikajadili huwa zinatoka na unatoka azimio linakuwa limeandikwa ikibidi kusainiwa, alafu mkiita watu kama hivi mwandishi, kuna mtu analisoma ambaye mnakubaliana huyu atasoma, inakwisha. Sasa hapa nimeona tatizo kubwa. Inaonekana au inawezekana vikao mlivyokaa mlifikia pazuri, lakini hapa mbele ya kamera imeshakuwa tatizo. Na huu labda uzoefu kama wabungeni, unajua wabunge wanakaa kwenye vikao kwenye kamati ikiwa bunge live. Kwa hiyo kwa maana hiyo, la pili, kama hii shida ya mtu fulani kuona kwamba itakuwa tatizo kuomba radhi na nini, naomba wapishe au mkae pembeni. Sio hivi, sio namna hii. Kwa sababu namna hii mpaka mnaanza kuongea, mmepigiana simu saa ngapi usiku, si mliongea nini, mambo ambayo hayatuhusu kabisa sisi. Hiyo michakato mingine ilitakiwa iende, tusijue. Hapa tujue kwamba kuna azimio hili hapa kwenye mgogoro huu, na azimio limefikiwa baada ya vikao 1, 2, 3. Basi tungetoka hapa tunaelewa jambo moja. Sasa bahati mbaya sana mwenyekiti wetu kapiga chenga wa jukwaa la wahariri, makamu wetu mwenyekiti kapiga chenga, mkuu wa mkoa kapiga chenga, katibu naye kapiga chenga, Ruge kidogo kajaribu kuwa katikati. Kwa hiyo tunaomba kama hili, naona hapo, naona hiyo meza, hebu tuwapishe mkae hata dakika 5. Tumtoke na kitu Mkutano haujaisha, lakini mkutano haujaisha. Haujaisha. Mwenyekiti sasa hivi ni wapo watu nafasi nyingine. Tunaongeza nyama. Haya watu wawili hapa, alafu tutatoa mwongozo. Hapo wamisha atakuwa Mwaikenda. Mimi naitwa Kichene, natokea sasa Kipindi. Haya tusikizane. Jamani wewe. Ni swali langu liende pande zote mbili. Kwanza kwa makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri. Mimi nataka nifahamu kwa sababu kuna maneno mengi umeongea, wewe mwenyewe vile vile umekwepa. Bahati nzuri mzaza hapa yeye ameenda straight, amesema kuna kosa. Sasa mimi nataka nijue kitu kimoja. Katika maelezo mliopewa mlivyomfesi mheshimiwa mkuu wa mkoa, umesema wazi kwamba ana walinzi wa kumlinda yeye na kuangalia nyendo zake. Sasa nitaka nipate tamko kutoka kwenu. Je, alivyofanya baada ya nyewe uchunguzi lilikuwa ni kosa au sio kosa? Umeshasikia? Hilo ndio swali langu. Asante. Na wewe mwingine? Mimi naitwa Sufyan Juma kutoka Kwanza TV. Hizo kosa lilikuwepo ama alikuwepo? Wa pili? Labda niseme kitu kimoja. Sisi raia yetu ni kwamba tunataka hili swali liishe kama waandishi. Sawa? Lakini TF kama nyinyi kwa baba yetu ni kwamba mlisema kabisa kwamba tusimbushe mkoa mtaka pale atakapoomba radhi. Sawa? Lakini kwa maelezo haya mkuu amesema hawezi kuomba radhi. Na mheshimiwa Ruge pale naye akasema kwamba amekosewa. Kwa hiyo kwa lugha fupi na haraka tu kwamba hajaridhika na haya ambayo yanaendelea. Sawa? Sasa mimi niko naomba kuuliza, watu kama mtakubali tutoke sawa, lakini tupate jibu la Ruge kwamba yeye alisema kama nikiomba radhi mkoa basi yatakuwa yameisha. Basi tutapata kujua kwamba Ruge amekubali situation hii. Nyinyi msilazimishe kwamba kusema kwamba tumeshakubali hapo mwisho wa siku kwamba kumbe Ruge hajaridhia, na sisi sasa haya yote yametokea kwa sababu Ruge ndio timu hii imetokea kwake. Kwa hiyo asiporidhika obviously sisi hatuwezi kusema kwamba nyie mmeshapitisha swali limeshaisha. Asante. Mwaikenda wa mwisho, alafu bado naitwa Richard Mwaikenda, natoka Jambo Leo na blogu ya Kamanda wa Mfikiri. Mimi hapa nimeona kweli kuna mvurugano kama wenzangu walivyoeleza, kwa sababu kitu ambacho
kilitishwa hapa ni kwamba ni mapatano na kuomba radhi, msamaha, na huo msamaha ulitakiwa utoke kwa mkoa. Lakini sasa tunasema TEF hao taombe radhi, na ndio maana walimpa adhabu kwa mkoa. Ruge na akasema hivyo hivyo kwamba aombe radhi. Unavyoonekana kwa mkoa hakuona kosa kwa jinsi alivyoeleza hapo, ndio maana anakuwa mgumu kuomba radhi. Lakini kutokana na msamaha wa TEF, tukiachana na makosa yaliyofanyika kuhusu mchakato mzima wa TEF, mimi naona kuna mfano wa kwamba dereva ili aendelee kufanya kazi vizuri, na dereva ndio amewakutanisha Tanga. Hawa TEF wamemaliza kusoma swala msamaha wao, lakini imebakia kwako wewe Ruge, na kinachotakiwa kwa mkoa kuomba radhi dereva afanye kazi vizuri, na nampongeza kwa kitendo alichofanya Tanga. Naomba naweza kusema huu mchezo usiendelee kwa kumheshimu rais. Basi ningeomba watu wawili hapa mshikane mikono, mambo yaishe. Mnataka mkasuluhishwe kivipi? Haya, yani kama aliyekosa sema bwana kosa siko, wewe ni Mkristo. Haya, tunamaliza, tunakaribia kumaliza. Haya, watu wawili wa mwisho. Haya, moja na wewe. Naam. Sawa. Nasikia. Tumalize. Tunamaliza. Ni kikao hichi kimekutanisha jukwaa la wahariri Tanzania pamoja na waandishi wa habari. Tukumbukane, hakuna kazi ambayo tunaweza kuianza bila kumtanguliza Mungu mbele, kwamba waandishi wamepewa upaa watu kuwa na maarifa. Mlisimama mkasema kwamba aombe radhi, kwamba kilichotakiwa yeye ni kuomba radhi, kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa aombe radhi kwa kile kilichotokea. Amepigana vita vingi, amevishinda. Kwenye swala la madawa ya kulevya lisihusishwe na uvamizi wa Klaus. Linaeleweka hilo? Kama hilo linaeleweka, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kufuatia maagizo ya TEF, kuna vyombo vingi vya habari vilionywa kushirikiana na mkuu wa mkoa kwa kuwa vilienda agesi na tamko la nini la TEF. Leo hii TEF mmetuita, mmesimama hapa mbele, mnasema kwamba upande mmoja haukupatiwa maelezo ya kutoa maelezo ya kutosha, hakuwa na namna kwamba tuje hapa tuendeleze tena mgogoro. Asante. Naomba nijibu swali linalohusu. Sasa mwisho lini? Mimi swali yangu enda kwa RC. Labda tungependa tufahamu sisi ya mkuu. Mimi kwa naomba nifahamu cha kwanza, licha ya mkuu hujaona hapa ama mazingira haya sio rasmi, kwa kutokishie sisi wanahabari ambao tunakuja kwenye kazi yako, tuna ulinzi na usalama kwa ufasaha, ili kisije kutoka hapa. Tutatoka na solution kama kamera zinaishia hapa, tutajua kama tutaendelea nazo, tutajua hapa, na kama tunarudi kujifungia kama Dilunga alivyosema, tutajua hapa. Sawa jamani, naomba utulivu. Makamu mwenyekiti, kwanza niwashukuru kwa maswali mazuri sana, maana hii inaonesha kiu mlionayo. Lakini pia niseme, tangu mchakato huu umeanza au mgogoro huu umeanza, hamjapata fursa ya kuona tumekaa meza moja hivi. Kwa hiyo kitendo kwanza cha kukaa meza moja hivi ni kiashiria tosha kwamba huu mgogoro umepatiwa ufumbuzi. Subiri kidogo. Lakini tumesema tangu mwanzo, na kama mmesikiliza vizuri maelezo na uhusiano binafsi, Makonda aliyepinga hayo mambo mawili, na tukasema hapa hata Ruge analidhia, hata mheshimiwa Makonda analidhia, tunakuja kwanza kumaliza mgogoro wa kitaaluma. Haya mahusiano kati ya Ruge, na ni kweli anavyolalamika, mahusiano kati ya Ruge na mheshimiwa Makonda yameshaanza kutafutiwa ufumbuzi, yataendelea kupata ufumbuzi mpaka hapo watakapomaliza kabisa mgogoro wao. Sasa kuna hoja hapa kwamba wapeane mikono. Walishapeana mikono Tanga. Labda kama ungesema mrudie kupeana mikono. Na kwamba kosa lilitokea au la, hatujauma maneno. Tumesema ni kosa lilitokea. Sasa kosa lilitokea katika mazingira yapi ndio tumefafanua. Sasa kuna hiari hapa ya kuyakubali hayo maelezo, ikaanzisha mchakato mwingine.
Kwamba tumeparaganyika, hilo mimi silioni kama limetokea. Katiba kwa ibara ya 18 kifungu cha katiba na sheria ya huduma za habari na kulinda, isipokuwa mwisho tunahitimishaje, mwenyekiti wetu ataeleza. Na ninarudia, tunamaliza sehemu ya kwanza ya mgogoro huu ambayo ni mkuu wa mkoa na vyombo vya habari. Sehemu ya pili kati ya Ruge na mkuu wa mkoa ilishaanza kumalizwa katika ngazi ya juu. Mchakato utaendelea mpaka ufumbuzi wa kudumu upatikane. Mwenyekiti. Asante. Hii wakati wa negotiations, mahala popote ukienda kwenye negotiations, kuna give and take. Sisi tumeamua kuchukua jukumu la kuitisha hiyo press conference. Ongeza sauti chini. Sio nisimame au kisimama mic. Nasema hivi, kimantiki maelezo ya Ruge na maelezo ya mkuu wa mkoa na nyinyi mnachotaka kimejifikiko humo ndani, na sisi tulivyozungumza na mkuu wa mkoa ndio maana tukapata nguvu ya kuitisha hicho kikao na kusema yalopita si ndwele, tuyagange yaliyopo na yajayo. Maana yake kuna makosa hapo yalifanyika, yale makosa yalifanyika, aliofanya makosa si tumeume, yaliyopita si ndwele, tugange ya sasa na yajayo. Maana yake hapa kwa busara yoyote ile ni kwamba kuna makosa, mtu amekiri kwamba hapa kuna kosa lililofanyika. Tumetoa mfano wa Burundi, ndio maana tukatoa mfano ule wa Burundi kwamba sisi tulitoa ule uamuzi kwa sababu tulikuwa na mashaka kwamba likitokea la kutokea ingetuletea vurugu. Kwa hiyo kosa limefanyika, ila sasa nyinyi waandishi mnachotaka mkuu wa mkoa aseme nimekosa, mnachotaka. Lakini sisi hapa kama jukwaa, kama tulivyosimamia kwenye hayo mazungumzo, hilo linajitokeza ndani. Kwa hiyo mgogoro huu kwamba kumfungia kuandika habari za mkuu wa mkoa imefika mwisho. Tunaruhusu sasa habari zake ziandikwe. Yale mgogoro ule uliokuwepo yalopita si ndwele, tugange ya sasa na yajayo. Asanteni sana, siku njema. Mwenyekiti ameshasema. Lakini kwa sisi wana taaluma uamuzi tayari tumeshatoa. Kuna baadhi ya mambo watu wanataka kupata picha ya kurudia Lansi
Kwenye maswali hajaniulize.